Bwana Yesu asifiwe. Ni neema Mungu tena ambao ametupa siku ya leo, ambao amenipa mimi, ambao amekupa na wewe unaisikia sauti hii, kuweza kuungana pamoja nami katika mafundisho ya neno la Mungu. Leo ni siku njema sana na tutakuwa tunazungumzia, kumbuka tupo katika mfululizo wa masomo yanahusiana na nafsi, na tulianza somo la kwanza tukizungumza na kujiuliza swali ya kuwa mwanadamu ni nani. Wewe unaposikia mwanadamu ama mtu, nini kinakuja kwenye akili yako? Je, ni mwili huu unaouona? Je, ni roho? Je, ni nafsi? Ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye fahamu yako unaposikia neno mwanadamu? Kwa hiyo katika somo la kwanza tukajaribu kujibu hilo swali, na ni sehemu gani ya kuweza kupata jibu la swali kama hilo zaidi ya kutoka kwenye neno la Mungu, kutoka kwa aliyemuumba huyu mwanadamu, anayemfahamu, anayemjua nje ndani. Kwa tukaanza kuangalia kutoka kwenye uumbaji wa mwanadamu, alipoumbwa pale, Mungu alimtambua mwanadamu kama nani, ama alimtambulisha kama nani, ama alimuona kama nani, au alitaka mwanadamu aweje. Ukisoma Mwanzo 2:7 tukaona baada ya Mungu kumaliza kumfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, Biblia inasema Mungu akampulizia puani mwanadamu pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa tukaona kabla chochote, hapo mwanzo kabisa, Mungu alimfanya mtu, na mtu alikuwa ni nafsi hai. Nafsi hai ilikuwa ni utambulisho wake, lakini hii ilikuwa ni kabla ya mwanadamu kutenda dhambi, yani kabla ya anguko, kabla ya uasi aliofanya mwanadamu. Uasi ulibadilisha kabisa mpangilio ambao Mungu aliupanga ama aliufanya ndani ya mwanadamu. Ile asili ya mwanadamu ya mwanzo iliyokuwa ni nafsi hai ikabadilika kutokana na dhambi. Dhambi ilileta mauti. Kusoma Warumi 5:12, maana kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na mauti ikawafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mauti ikaingia ulimwenguni, lakini sio tu ulimwenguni, ikaingia pia ndani ya mwanadamu. Mwanadamu aliyokuwa na uhai wa Mungu, aliyokuwa na ushirika na Mungu, aliyokuwa na uhusiano mzuri na Mungu, aliyokuwa anajua mapenzi ya Mungu, aliyokuwa akimpendeza Mungu, mwanadamu huyu ambaye alikuwa ni nafsi hai, mauti ikaingia ndani yake na ikabadilisha kabisa hali ya ambayo Mungu aliiweka ndani ya mwanadamu. Kwa tukaangalia kwamba kumbe kuna mwanadamu kabla ya anguko alivyo, na mwanadamu baada ya anguko alivyo. Tukaona baada ya anguko mambo yalibadilika, utendaji kazi wa mwanadamu ulibadilika, asili ya mwanadamu ilibadilika kutokana na dhambi. Ilimtenganisha mwanadamu na Mungu, ikaingiza mauti. Mwili ukawa katika hali ya kufa. Paulo anauita mwili wa mauti ama mwili wa dhambi. Tukatokea mgawanyiko mkubwa ndani ya mwanadamu. Kwa mtu unavyojiona ama unavyoona wanadamu, sivyo ambavyo Mungu alitaka wawe. Hivi tulivyo sivyo ambavyo Mungu alimuumba Adam mwanzoni. Hata muonekano, hata tabia na mwenendo. Dhambi iliingia na kuvuruga kabisa ule mpangilio ambao Mungu aliutaka mwanzoni. Yule mtu aliyekuwa nafsi hai akawa si nafsi hai tena, akaanza kujiona. Biblia inasema baada ya Adam kutenda dhambi wakajiona kwamba wao uchi, wakajitazama, wakajiona kwamba wako uchi. Mungu anauza, nani amewaambia mko uchi? Anasema tumejiona tuko uchi.
Ina maana hata mwonekano, hata namna unavyotazama mambo na kuona na kutafakari na kufikiri ulibadilika. Walishtuka, wamebadilika, hawakuwa vile mwanzoni. Mbona tumebadilika? Kuna mambo yalitokea baada ya dhambi kuingia ulimwenguni. Sasa siku ya leo naomba tuendelee na mfululizo huu wa masomo ambao tunazungumza kuhusu nafsi. Na leo natamani tuzungumze kuhusu utendaji wa nafsi. Sasa tumezungumza kuhusu nafsi. Leo natamani tuangalie kuhusu utendaji wa nafsi. Je, nafsi inafanyaje kazi? Unatambuaje uwepo wa nafsi? Unaweza kuiona? Yote haya ni maswali ambayo ni muhimu mno na lazima ujiulize, utafakari, kwa sababu hata wewe unayo nafsi. Nafsi yako ikoje? Inafanyaje kazi? Unaitambuaje? Lazima ujiulize, kwa sababu usipojiuliza utajikuta tu unafanya mambo au ambayo hata wewe mwenyewe uelewi. Kwa nini? Mbona kimetokea hiki? Kwa nini nina tabia hii? Kwa nini jambo hili limefanyika namna hii? Kwa nini? Mbona ningefanya vile? Kwa nini ni nini hiki? Mbona kama sio mimi? Hujaelewa, hujajifahamu vizuri kitu ambacho kipo ndani yako. Kwa leo natamani tuzungumze kuhusu utendaji kazi wa nafsi. Na katika mazungumzo haya au mafundisho haya leo tutaangalia maeneo makuu ambayo nafsi inaonekana ama utendaji wa nafsi unaonekana. Tutaangalia maeneo mbalimbali na tutaangalia maeneo takriban 3 ya utendaji kazi wa nafsi. Ili uweze kuitambua nafsi vizuri, lazima uangalie utendaji kazi wake, ndipo utaifahamu nafsi ni kitu gani hiki. Na sehemu ya kwanza ya utendaji kazi wa nafsi, wengine wanaita wanasema nafsi imegawanyika katika makundi sehemu 3, lakini mimi natamani tuweke hivi vizuri, iwe tu utendaji kazi wa nafsi umegawanyika katika makundi 3, angalau makundi 3 kulingana na neno la Mungu linavyozungumza. Tunaona angalau makundi 3, inaweza kawa zaidi, lakini kwa haya 3 ni ya uhakika kabisa kwamba ni kazi ambazo zinatendeka katika nafsi kulingana na maandiko. Kumbuka msingi wetu ni neno la Mungu, sio mawazo ya watu wala falsafa, ni neno la Mungu. Sehemu ya kwanza, utendaji kazi wa nafsi. Sikiliza kwa makini, mtu wa Mungu, tafakari kwa makini ambayo unaenda kuzungumza, kwa sababu ni mambo ya msingi sana na ambayo yanakuhusu wewe moja kwa moja. Na kadri ambavyo tutaendelea mbele utagundua kuwa watu wengi wanafanya mambo fulani ama wanashindwa vitu fulani kwa sababu tu hawajui hii siri iliyoko kwenye nafsi. Ninaita siri kwa sababu wengi hawafahamu kitu ambacho hawafahamu asili yao wenyewe walivyo. Sasa sehemu ya kwanza utendaji wa kazi wa nafsi ni akili. Bila shaka umesha kusikia neno akili. Sasa ulivyokuwa darasani, sema yule mtoto ana akili ama wewe ulikuwa unaambiwa una akili ama huna akili? Akili ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi, na ni sehemu ya kwanza ambayo tutaiangalia. Tunaposema akili, inajumuisha vitu vingi na hapo ndani yake. Unaposema uwezo wa kufikiri, akili inafikiria, kutambua mambo, kuchunguza, kuelewa, kumbukumbu. Yote hayo ni maeneo ambayo akili inahusika. Tunatumia akili katika shughuli nyingi za maisha za kila siku. Hata wewe unatumia akili katika masomo, katika kazi, katika maisha kila siku, kila dakika akili yako inafanya kazi na inatumika. Akili ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi. Na uwezo huu
tunauona wazi mwanzo kabisa baada ya Mungu kumuumba mwanadamu. Tunaona mwanadamu akitumia akili. Kusoma Mwanzo 2:19, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina lake alilokiita Adam likawa ndiyo jina lake. Tunaona mwanzoni kabisa Mungu alipomfanya mtu akamletea wanyama, akamwambia Adam wape majina. Biblia inasema Adam akawapa majina kila mnyama jina lake. Alitumia akili, hapa akili ilitumika. Kunaona mwanzo kabisa tokea uumbaji, tokea Adam, hata kabla hajatenda dhambi, utendaji kazi wa akili. Tumesema akili inafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Unasema kufikiria, kuchanganua mambo, kutambua, kuchunguza. Lakini kuna jambo ambalo nitaenda kulizungumza muda kidogo, ni kumbukumbu. Ni sehemu ya nafsi, ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi. Kwenye akili kuna kumbukumbu. Ni muhimu sana kufahamu. Tazungumza kwa nini nasema ni muhimu sana. Labda tuende hapo tuzungumze kuhusu kumbukumbu. Kumbukumbu ni sehemu ya akili, ambayo akili ni sehemu ya utendaji kazi ya nafsi. Nafsi ya mwanadamu, nafsi yako wewe, ndio inaweka kumbukumbu ya mambo. Labda niseme hivi, tangu siku umezaliwa hapa duniani, jambo lolote ambalo umewahi kulisikia ama kuliona ama kulitenda ama kulihisi, limehifadhiwa kwenye nafsi. Narudia tena, chochote ambacho umewahi kukiona tokea dakika umezaliwa hapa duniani, ama kukisikia ama kukigusa ama kukihisi, ama sehemu yote ambayo umewahi kuenda ama kuishi ama kutembea ama kuiona kwenye TV ama kwenye simu, imerekodiwa kwenye nafsi yako, kwenye akili, kwenye kumbukumbu. Ipo. Yaani nafsi ni kama memory card ya maisha yako. Inarekodi kila kitu. Ukiona kitu hata kwenye simu, ama hii sauti yangu unayoisikia sasa hivi, inarekodiwa kwenye nafsi. Unaweza usikumbuke, lakini record ipo. Narudia tena, unaweza usikumbuke, na Mungu ameulimiti, amewekea mipaka ubongo wetu wa mwili. Kumbuka nafsi inajiexpress, inajionyesha kwenye mwili. Tunasema akili ipo kwenye ubongo, ni sehemu tu ya nafsi kujionyesha kwenye mwili. Kwa Mungu ameunyima huu mwili uwezo wa kukumbuka kila kitu, na ni kwa faida yetu. Hatuwezi kukumbuka kila kitu, kwa sababu tukikumbuka kila kitu hatuwezi tukawa sawa, tukachanganyikiwa, kwa sababu mambo ni mengi. Unaona kila siku ambao umeona tukiwa umezaliwa, ambao umeyasikia. Kwa mwili unachuja vitu ambavyo tunaweza tukavikumbuka kwa wakati fulani, lakini haimaanishi vile vitu havipo kwenye nafsi. Vipo. Watu wote ambao umekutana nao, kumbukumbu yao ipo kwenye nafsi. Unaweza usiwakumbuke, lakini kumbukumbu yako imehifadhiwa kwenye nafsi. Sehemu ya utendaji kazi wa nafsi ya kwanza tumesema ni akili, na tumeona tangu Adam alipoumbwa utendaji kazi wa hiyo eneo. Tumesema kuna kumbukumbu ambayo ipo kwenye akili. Mfano, tusome Zaburi 103 mstari wa 2. Daudi akiwa anasema maneno haya, anasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Ngoja kwanza. Daudi anazungumza, anasema nafsi yangu ufanyeje? Umuhimidi Bwana.
Anasema wala usizisahau fadhili zake zote. Kwa nini anasema nafsi yake sisahau? Kwa sababu kumbukumbu ipo, inahifadhiwa kwenye nafsi, kwenye eneo la utendaji kazi wa akili. Kumbukumbu zipo kwenye nafsi. Anasema nafsi yangu sisahau fadhili zake zote. Daudi hapa alikuwa azungumzia kuhusu mwili, sio ubongo. Alikuwa azungumzia nafsi. Kumbe uwezo wa kukumbuka upo kwenye nafsi, kwenye ile eneo la utendaji kazi ya akili, eneo la kwanza. Pia kusoma Kumbukumbu la Torati 4:23, neno la Mungu nasema jihadharini nafsi zenu msije mkalisahau agano la Bwana Mungu wenu alilolifanya nanyi, mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa umbo la kitu chochote ulichokatazwa na Bwana Mungu wenu. Anasema jihadharini nafsi zenu msije mkalisahau agano la Bwana. Anasema kuweni makini nafsi zenu msije mkasahau. Ni uthibitisho mwingine kwamba kumbukumbu ni eneo la utendaji kazi la nafsi kwenye eneo hili la akili. Kwa nafsi yako ndio inahifadhi mambo. Chochote unachokiona, unachokifanya kinahifadhiwa kwenye nafsi. Ndio maana tunafundishwa kwa neno la Mungu kwamba tujilinde nafsi. Maeneo mengi kwenye Biblia, na unapoona neno hasa moyo, pia huwa neno la Mungu linamaanisha nafsi. Anasema linda sana moyo wako, ni nafsi yako. Ni kitu kimoja. Linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Linda. Kwa nini? Unachokiingiza kinakaa, kinarekodiwa. Shetani akihitaji ushuhuda ama ushahidi wa kukushtaki mbele za Mungu, anachukua vile vitu ambavyo vipo tayari kwenye nafsi yako. Anasema Mungu, ona na kile vimerekodiwa, vipo. Dhambi ulizozifanya zipo, zimerekodiwa. Ndio maana unapookoka tunasema damu ya Yesu inatusafisha, inatuosha, inatuondolea ile nadhiri mbaya, inasafisha lile giza ambalo lipo ndani ya nafsi. Kama chochote kinasafisha bila wokovu, ina maana vile vitu vinakuwa vipo, havijafutika, na unapokufa shetani anavitumia kama ushahidi yale mambo kukokota kuzimu. Lakini kama umeamini na umemkiri Yesu na unaishi katika utakaso, hata kama ukikosea, ukiomba toba, damu ya Yesu inasafisha zile takataka kwenye nafsi. Kunakuwa tena hakuna ushahidi, inafuta. Lakini kwa mtu ambaye hajaamini, mambo yote, dhambi zote ambazo amewahi kuzifanya zipo kwenye nafsi, zimerekodiwa. Popote ambapo umeshawahi kwenda, vile vitu vimerekodiwa. Lakini pia kuna habari ya tajiri na Lazaro, ukisoma Luka 16. Nadhani hii habari tutaizungumza vizuri katika kipindi kingine. Lakini Biblia inasema kulikuwa na tajiri, alafu kulikuwa na maskini Lazaro, alafu wote wakafa. Mmoja akaenda kifoni kwa Ibrahimu, Lazaro tajiri akawa kuzimu, anateseka. Kusoma Luka 16:25, Ibrahimu anamwambia yule tajiri, anasema mwanangu, kumbuka ya kuwa ulipokea mema yako katika maisha yako, ulipokea mema. Anamwambia kumbuka ulivyokuwa unaishi duniani. Kumbuka. Kumbukumbu. Sehemu ya kwanza, utendaji wa nafsi tumesema ni akili. Ndani kuna kufikiri, kutambua, kuchunguza, kumbukumbu na matendo mengine ambayo utendaji mwingine wa ile eneo la akili. Lakini
Mungu alimuumba mwanadamu akiwa vizuri kabisa, akili yake ilikuwa inafanya kazi vizuri kabisa, ikimpendeza Mungu wakati wote, ikitaka kufanya mapenzi ya Mungu. Akili ya mwanadamu ilikuwa haina shida, lakini dhambi ilikuja kuvuruga na kuharibu kabisa utendaji kazi wa akili wa mwanadamu. Ikaharibu, giza likaingia ndani ya nafsi, na nafsi ikaasili, dhambi ikaathiri utendaji kazi mwanadamu kwenye nafsi. Tusoma Efeso 4:17-18. Neno la Mungu nasema, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama taifa wenendavyo. Wa Efeso 4:17-18. Msienende kama mataifa wenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Wanasema watu wa mataifa ambao hawajaamini, hawa akili zao zimetiwa giza. Ili giza limeingia sangapi? Limeingia baada ya dhambi kuingia. Dhambi ilivyoingia, mauti ikaingia ndani ya mwanadamu, ikavuruga utendaji kazi huu wa nafsi. Anasema akili zimetiwa giza. Akili ya mwanadamu pasipo kuokoka, pasipo kumjua Yesu, haijui inachokifanya. Wewe unaweza ukahisi unajua unachokifanya kama hujamwamini Yesu, lakini akili yako lengo lake ni kukuangamiza, kwa sababu ina giza ndani yake, haimtambui Mungu, haina uhai wa Mungu. Anasema wamefarakanishwa na uzima wa Mungu, akili zao zimetiwa giza. Watu wasioamini, wasiomjua Yesu, ambao hawajazaliwa upya kwa Roho, nuru ya utukufu wake Yesu haijawaingia katika nafsi zao, ambazo nafsi zilitiwa giza baada ya anguko, zikafarakanishwa na uzima wa Mungu. Kwa akili kama utendaji kazi, usema utendaji kazi wa nafsi, ilikuwa vizuri kabisa kabla ya anguko, lakini baada ya anguko ikavurugika. Ndio maana mtu unaweza ukakuta watu ni maprofesa, wana ma PhD, lakini hawamwamini Mungu. Biblia inasema wamefarakanishwa na uzima wa Mungu. Akili zao zinaweza kuchanganua tu mambo ya kidunia, hawaelewi kabisa mambo ya kirohoni, hawana ushirika kabisa na Mungu, wanashindwa kumtambua Mungu. Wanasema hekima duniani, Mungu anasema hekima ulimwengu ni upumbavu mbele za Mungu. Wanajiona wana akili duniani hapa, lakini mbele za Mungu anaona ni wapumbavu, kwa sababu akili njema ni kumjua Mungu, kuweza kuwa na ushirika na Mungu, kumtafuta Mungu. Anasema Mungu anakachungulia duniani aone kama yuko mwenye akili amtafutaye Mungu. Mwenye akili. Akili njema sio ya kufaulu darasani, sio ya kufanikiwa kwenye maisha, sio ya kwenda India sijui wapi, sio. Akili njema ni kuweza kumtafuta Mungu, kumjua Mungu. Dhambi ilileta giza ndani ya akili ya mwanadamu, ikashindwa kumtafuta Mungu, ikashindwa kumjua Mungu, ikashindwa kuwa na ushirika na Mungu. Ndio maana Mungu mwenyewe ilibidi aje amtafute mwanadamu. Wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Mwanadamu hakuweza kumtafuta Mungu. Anasema Kristo alikufa kwa ajili yenu mngali wenye dhambi. Kristo alikufa kwa ajili yetu, kwa akatutafuta, akatuokoa, akatufunulia utukufu wake, akafunua ile nuru kwenye nafsi, tukaanza kuona kumbe akili zetu zikatiwa nuru. Lakini kwa ambao hawajaamini, bado akili zao zimetiwa giza. Unaweza ukawa na akili ya kidunia, lakini mbele za Mungu ukawa ni mpumbavu. Sehemu ya kwanza ya nafsi, ya utendaji kazi ya nafsi, ni akili. Tuendelee na sehemu ya pili ambayo ni hisia.
hisia. Nafsi unaitambua kwa ni sehemu ina hisia. Unaposikia hisia unafikiria nini? Hisia furaha, hisia mbalimbali, huzuni, maumivu, zipo kwenye nafsi, zinatoka kwenye nafsi. Nafsi ndio mtu halisi. Yaani wewe ni nafsi. Hisia. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na hisia. Mungu hakumuumba mwanadamu akiwa kama roboti. Mungu mwenyewe ana hisia, anafurahi, anahuzunika muda mwingine. Kwa hata mwanadamu aliyemuumba, ama mtu huyu ambaye Mungu alimuumba kwa mfano wake, naye mtu ana hisia, sio kama roboti ambaye hana hisia. Kwa kama roboti sasa hivi wengine wanatengeneza wana hisia kabisa, ni hisia ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi. Na tunaona kwenye maandiko, hii sio psychology jamani, ni mafundisho ya neno la Mungu. Kwa thibitisho wetu, tunaposema neno tunathibitisha na maandiko. Angalau mashahidi 2 au 3 kila neno huthibitika. Kusoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 23. Mwanzo kabisa tukimwangalia Adam, kati Mungu amemuumba, amemfanya mwanamke kutoka kwenye ubavu, akamletea Adam, akazungumza maneno fulani ambayo anaonyesha hisia kwa lile tukio, ama kwa kumpokea ubavu wake, ama kumpokea mke wake mwanamke. Mwanzo 2:23 anasema, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Ukisikia maneno, ni maneno ambayo nyuma yake kuna hisia. Mungu hakumfundisha Adam cha kusema. Alipoona tu kuna kitu kaingia ndani ya nafsi yake, moyo wake, akasema, huyu sasa hapa safi. Hisia. Mwanadamu ana hisia. Nafsi ina hisia. Unaiona unapoona mtu anafurahi ama ana huzuni. Huu mwili ni kama unaonyesha tu hali ya ndani ya moyo. Japokuwa muda mwingine mtu unaweza ukaficha, ukawa ndani kwenye nafsi yako una huzuni, lakini mwili wako ukaonekana unatabasamu, lakini wewe mwenyewe unajua hali yako ya ndani. Sababu yule wa ndani ndio wewe halisi. Huu mwili, anasema mwili unabaki mavumbini. Hii ni nyumba yako tu. Ni kama suti, kama nguo, vazi umevaa. Mara nyingi huu mwili unaonyesha hali ya kilichomo ndani. Ndio maana Yesu akasema, mtawajuaje? Anasema mtawatambua kwa matunda yao, wanachokitoa, kwa sababu unachokitoa nje ni matokeo ya kile ambacho kiko ndani. Sasa mti mwema katika akiba njema hutoa yaliyo mema, mti mwovu katika akiba mbovu hutoa maovu. Anasema, wawezaje kunena mema mkiwa waovu? Yaani kama ndani kwenye nafsi yako kuna giza, kitakachotoka nje ni giza tu. Hata kama ukificha kitatoka tu. Kama ndani yako kuna nuru, kitakachotoka nje ni nuru tu. Hata kama ukificha. Petro wakamwambia, hata kutembea kwako kunaonyesha kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Hata unavyoongea kunaonyesha kwamba wewe ulikuwa naye. Petro alikana, lakini ni ukweli. Hisia. Tunaona Adamu hapa anaonyesha hisia, anasema huyu sasa safi. Lakini tunaona pia hisia kutoka kwa mbele kidogo, kusoma Mwanzo 3:6 mpaka 10. Baada ya Mungu kuwafukuza Adam na mke wake kutoka kwenye bustani ya Eden, baada akapata watoto 2, Habili na Kaini. Kusoma Mwanzo 3:6 mpaka 10, tunaona pale tena utendaji kazi huu wa nafsi kwenye eneo la hisia. Lakini nafsi baada ya anguko
Nafsi kabla ya anguko ilikuwa ina hisia tu nzuri. Hisia hazina hisia za giza. Ilikuwa ni furaha, amani, utu wema. Lakini baada ya anguko, baada ya dhambi kuingia kwa mwanadamu, ikavuruga tena utendaji kazi wa mwanadamu kwenye ile eneo la hisia. Zikaanza kuingia hisia za ajabu ambazo Mungu hakuzifanya. Tunapata picha yake kutoka kwa hii habari ya Kaini na Abili. Soma Mwanzo 3:6 mpaka 10. Ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 6. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta uzao wa kwanza na wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Tunaona Biblia inasema Kaini akajawa na ghadhabu baada ya sadaka yake kutokubaliwa na Bwana. Wivu kaingia, chuki kaingia. Na naposema ikaingia, nikaanza kujionyesha, kwa sababu giza, dhambi tayari imeingia, mauti imeingia kwenye nafsi, kwenye eneo la hisia. Zikaanza kujionyesha hisia ambazo hazikuwepo mwanzoni. Mwishowe ikapelekea Kaini kumuua ndugu yake. Hisia za giza. Mungu hakuumba mwanadamu akiwa hivi. Kwa unavyoona watu, unavyoziona hisia mbalimbali, hata wewe mwenyewe unaweza kujichunguza. Angalia hisia zako. Je, hizi kweli zimetoka kwa Mungu ama ni mimi tu, ama ni hisia za kibinafsi? Chuki, wivu, fitina, faraka, uzushi, ghadhabu, tamaa mbaya, hisia za mauti. Kwa nafsi inatenda kazi pia, au inadhihirika, inaonekana kwa hisia mbalimbali. Soma pia hata Ayubu 30:25. Ayubu anasema, je, mimi sikulia kwa ajili ya huyo aliyekuwa katika taabu? Nafsi yangu je, haikusononeka kwa ajili ya wahitaji? Ayubu anasema nafsi yangu haikusononeka kwa ajili ya wahitaji. Nafsi inasononeka, nafsi na uchungu. Nasema nahisi uchungu, moyo unauma. Ile ni nafsi. Hisia zina kwenye nafsi. Mwili unaonyesha tu, unavolia ni hisia ambazo ziko ndani. Furaha, unafurahi, unacheka, ni hisia ambazo ziko ndani kwenye nafsi. Na mtu analia na huzunika. Mwili huu unaonyesha tu picha ya nje ya mambo ambayo yanaendelea ndani. Tunaona pia Daudi kwenye Zaburi 42 mstari wa 11. Daudi anasema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Anasema nafsi yangu, kwa nini unainama? Nafsi yangu, kwa nini unainama? Kuna muda nafsi inainama, inasononeka. Anasema kwa nini unainama na kufadhaika ndani yangu? Nafsi, hisia. Kile pia Daudi anasema kwenye Zaburi 35:9, na nafsi yangu itafurahi Bwana na kushangilia wokovu wake. Anasema nafsi yangu itamfurahia Bwana na kushangilia wokovu wake. Itafurahi. Nafsi pia inaweza ikafurahi, kaonyesha furaha, inaonyesha hisia. Kafurahi, umefanywa jambo jema, unafurahi. Umefaulu, unafurahi. Umefanikiwa, unafurahi. Umeolewa, unafurahi.
umepata mtoto unafurahi, una furaha. Furaha ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi. Mwili huu unaonyesha tu picha ya nje, lakini hisia zipo kwenye nafsi, akili ipo kwenye nafsi. Ni utendaji kazi wa nafsi ili uweze kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumeona utendaji kazi wa nafsi, ya kwanza ni akili, ya pili ni hisia, ya tatu na mwisho ambao tutaangalia kwa leo ni sehemu ya utendaji kazi wa nafsi inaitwa utashi. Utashi, will. Mungu Bwana alivyomuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura na kwa mfano wake. Mwanadamu huyu, kama nilivyosema mwanzo, hakuumbwa, hakufanywa kama roboti. Mungu aliweka ndani ya mwanadamu kitu kinaitwa utashi. Utashi ni uwezo wa kufanya maamuzi na kuchagua. Uwezo wa kufanya maamuzi na kuchagua. Utashi ni uwezo wa kusema ndio ama hapana, kusema nitafanya ama sitafanya, nitaenda ama sitaenda. Yale maamuzi, uwezo wa kufanya maamuzi ama uwezo wa kuchagua ni utashi. Kimsingi huu utashi ndio ulipelekea mwanadamu aweze kutenda dhambi. Kama Mungu asingeweka utashi, mwanadamu asingeweza kuchagua kula tunda la. Yaani Mungu angemuumba mwanadamu kama roboti. Wewe mwanadamu na kuumba, hautaweza kuasi kamwe, hata kama ukitaka huwezi kuasi. Sawa sawa. Ingewezekana Mungu kumfanya mtu kwa namna hiyo. Lakini kwa nini Mungu aliweka utashi? Kimsingi hakuna upendo pasipo utashi. Unapompenda mtu unatamani aweze kuchagua na wewe akuchague, kwa sababu upendo, sifa upendo, unataka na yule unayempenda na yeye akupende. Hautaki kulazimisha kwamba wewe sasa lazima utanipenda tu na kuumba uwe ndani yako unanipenda. Huo sio upendo. Upendo ni kuchagua, kwamba wewe unachagua kwa Mungu aliweka ndani ya mwanadamu utashi ili na mwanadamu aweze kumchagua Mungu, ili kuweze kuwa kuna ushirika. Sababu ushirika ni upande mmoja na upande wa pili wote wanakubaliana kushirikiana, kupendana. Sasa hakuna ushirika pasipo uchaguzi, pasipo utashi. Kwa Mungu akaweka ndani ya mwanadamu utashi, kwamba mwanadamu naweka ndani yako, ukitaka usiponichagua sawa, lakini ukinichagua nitafurahi sana. Usiponichagua nitaumia. Lakini ndio upendo. Upendo muda mwingine lazima ukubali kupitia maumivu. Hakuna upendo pasipo maumivu. Sababu muda mwingine upande wa pili unaopenda unakuangusha, ama utahitaji kufanya kitu ambacho kitakuumiza kwa ajili ya yule ambaye unampenda. Huo ndio upendo hata kibinadamu. Ndio maana nasema upendo una gharama. Upendo una gharama. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Upendo una gharama. Anasema hakuna upendo mkuu zaidi ya huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kiwango kikubwa kabisa cha upendo ni kukubali kutoa uhai kwa ajili ya. Lakini hata hiyo sentensi pia kuna utashi ndani yake, kwa sababu kutoa sio kulazimishwa. Upendo wa kutoa ni wa hiari. Biblia inasema mbinguni kwa kuna kikao. Mungu Baba anauliza ni mtume nani ulimwenguni ambaye ataokoa wanadamu na dhambi zao? Yesu akasema nitume mimi. Ni utashi alifanya kwa kukubali. Alikubali, alichagua hilo, alichagua kuja duniani, alichagua kufa kwa ajili yetu. Hakulazimishwa na mtu yoyote, wala hakuna aliye mshurutisha. Yeye mwenyewe
mpaka dakika mwisho. Yeye mwenyewe ndio aliutoa uhai wake, yeye mwenyewe. Kwa hiyo Mungu aliweka ndani ya mwanadamu uwezo wa kufanya maamuzi, na tunaona hilo tokea Adam. Mungu alimwambia kusoma Mwanzo 2:17, Adam, ukila mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa. Sheria, amri. Adam akachagua. Nyoka alimdanganya mwanamke, mwanamke akampelekea tunda Adam, Adam akala. Na Biblia inasema Adam hakudanganywa, bali mwanamke ndio alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Kwa Adam alikula tunda kwa hiari yake mwenyewe, hakulazimishwa na mtu, alichagua kumwasi Mungu. Utashi, uwezo wa kuchagua na kufanya maamuzi, ni utendaji kazi wa nafsi huo. Na ndani ya nafsi kuna utashi, akili, hisia. Kusoma Ayubu 7:15, Ayubu anasema hata nafsi yangu huchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Anasema nafsi yangu huchagua, kumbe nafsi ndio inayochagua. Utashi, sehemu ya utendaji kazi wa nafsi. Lakini pia baada ya anguko, hii sehemu nayo ikavurugwa, ikaharibiwa, ikaathirika vibaya sana na dhambi. Mwanadamu anafanya maamuzi sawa kila siku ya maisha yake, hata unafanya maamuzi, lakini maamuzi mengi haswa ambayo Mungu hajahusishwa ama hahusiki, mengi yanalenga katika kumwangamiza mwanadamu, yanalenga katika kukuangamiza. Hata maamuzi yako mwenyewe, utafakari tutokea umefanya maamuzi, ni maamuzi mangapi ambayo umeyafanya nakuta kwa nini nilifanya, kwa nini nilipita njia ile? Ni maamuzi hayo. Kwa nini nilikubali? Mbona nisingefanya, singetokea? Nasema ninge huja baada ya masaa. Majuto ni jukuu. Lakini unafikiria hivi, kwa nini? Ukikaa baadaye ukitafakari, kwa nini nilifanya maamuzi yale? Mwingine anasema yule alikuwa so mimi. Ni wewe, lakini kwa sababu gani? Ule utashi wako, ile willpower, uwezo wako kufanya maamuzi na kuchagua mambo umeathirika na dhambi. Kwa hiyo giza limeingia. Kwa hiyo hata unafanya maamuzi mengi, unafanya maamuzi ambayo sio sahihi, kwa sababu ushirika na Mungu haupo. Ndio maana tunahitaji wokovu, lakini zaidi ya wokovu tunahitaji kuongozwa na Roho, kwa sababu tukiongozwa na akili zetu na nafsi zetu hizi, pasipo Roho Mtakatifu, pasipo ushirika na Mungu, hizi zimeathirika na dhambi na matokeo ya dhambi. Kwa hiyo zina udanganyifu. Ukisoma Warumi 7:18-19, Paulo anasema kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndio nalitenda. Nasema nataka kufanya hiki, lakini nashindwa. Kusoma Warumi sura 7 yote ile utapata picha vizuri ya hali ya mwanadamu, haswa kabla ya kuamini na kufanywa upya kwa neno la Mungu. Nasema ndani ya mwili wangu alikai neno jema, kwa maana kutaka nataka nifanye mambo mema, nataka nimpendeze mume wangu. Mwingine yupo kwenye ndoa, nataka nikae kwenye ndoa vizuri, lakini nashindwa. Najikuta nafanya hivi, najikuta nina tabia hii, mimi sitaki. Mbona hii tabia anasema mstari 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mbele anasema sio mimi, bali ni ile dhambi iliyo ndani yangu. Sasa mimi mwenyewe sitaki, lakini najikuta tu. Hivi ni mara ngapi kwenye maisha yako unasema hiyo kauli? Unasema najikuta tu, yani nashindwa.
yani tabia, mbona siipendi, mbona tabia inaniletea shida, inaletea matatizo, wengine tabia fulani zinaletea hasara kwenye maisha, tabia fulani zinaletea matatizo kwenye miili yao. Mwingine ni hata ni daktari, anajua kabisa bwana, pombe ina madhara kwenye moyo, hiki kina madhara, lakini bado anafanya. Ukimuuliza anasema yani nashindwa, ni ule utashi wake, uwezo wa kufanya maamuzi na kuchagua umeathiriwa na dhambi. Dhambi baada ya kuingia kaathiri uwezo wa mwanadamu kufanya. Mwanzoni mwanadamu alikuwa anafanya maamuzi, anachagua mambo kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni Adam tu ndio aliamua mwenyewe kuasi, alifanya maamuzi mwenyewe kabisa ya kutaka kabisa kumwasi Mungu. Lakini mbadala na hapo, mwanadamu alikuwa anafahamu mapenzi ya Mungu na hamna nia mbili ndani yake, kwamba sasa nataka nifanye lakini nashindwa, ama kuna nia mbili ndani yake vinagongana. Kulikuwa hamna ndani ya mwanadamu kabla ya dhambi. Akitaka kufanya jambo, mwanadamu alikuwa anafanya, na kile anachokifanya kilikuwa ni sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kulikuwa hakuna ubishi, kulikuwa hakuna Mungu anataka kufanya hivi, mwanadamu, kulikuwa hakuna. Lakini baada ya anguko, unajikuta unataka kufanya kitu, ndani yako unaanza kujiuliza, au niende au nisiende? Mbona kama nisiende? Mbona kama wewe mwenyewe umekaa peke yako hapo. Ni nini hiyo? Ni ile dhambi ndani yako inabishana. Utendaji kazi kwenye eneo la nafsi la utashi umeathirika na dhambi. Anasema Paulo, nitakalo kulifanya silifanye, nisilolitaka ndio nafanya. Nataka nimpendeze Mungu, nashindwa. Najua neno la Mungu linasema kwamba natakiwa nifanye 1 2 3 4 5, lakini mbona nashindwa? Kwa mfano, kwenye neno la Mungu kuna amri nyingi ambazo Mungu aliwapa watu wa Agano la Kale, taifa la Israeli. Bwana, fanyeni 1 2 3 4 5 6, mkifanya hivi mtaishi. Sawa. Lakini tunaona katika Mwanzo paka Malaki ni kupanda na kushuka. Wanampendeza Mungu kidogo, wanamwasi Mungu. Wanafanya hiki, wanamwasi Mungu. Wakati umeambiwa bisa, bwana, fanya 1 2 3 utaishi. Ukisoma kwa Kumbukumbu la Torati 28, ukifanya mambo haya 1 2 3, baraka hizi zote zitakufuata. Utabarikiwa wapi? Lakini je, zilikuwa zinawafuata muda wote? Hapana. Wengi walikuwa wanaangukia kwenye laana, magonjwa, kwenda uhamishoni kwa sababu ya uasi. Lakini kwa nini hivi? Kama unajua jambo ni jema, si kila mtu anataka kufanya lilo jema. Ndio anataka, hata wewe najua muda mwingine unataka kumpendeza Mungu, lakini kuna kitu tu ndani yako, kuna kitu tu kinakufanya uendelee na hiyo tabia. Kuna kitu tu kinakufanya usimpendeze Mungu kwenye lile eneo. Usifanye, unajua inatakiwa nifanye hivyo, lakini ufanyi. Maamuzi yako mengi ni maamuzi ambayo yamekuwa yakikuangamiza wewe mwenyewe. Yamekuwa ni maamuzi ambayo sio kwa faida yako. Unafanya mwenyewe ndio, lakini sasa unajiuliza, hivi ni mtu gani ambaye yuko timamu kabisa akafanya mambo ambayo yanamwangamiza mwenyewe? Ni ile dhambi ndani yako, ni ile dhambi baada ya anguko. Na kama hutamwamini Yesu na kufuata yale ambayo anakuagiza, ukaruhusu neno la Mungu lifanye upya nia yako, akili yako, hisia zako, utashi wako, nafsi yako, utaendelea kuishi katika maisha ya hatua 3 mbele, hatua 2 mbele, 3 nyuma. Unafanya maamuzi ambayo yanakuangamiza mwenyewe, kwa sababu hujakubali kuenenda sawa sawa na neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Inamulika tupate kuona ipasavyo. Neno la Mungu. Kwa tulikuwa tunaangalia maeneo matatu ya utendaji kazi wa nafsi, ambao ni hisia. Tumeona akili, pia tumeona utashi, na tumeona haswa baada ya anguko hivi vitu vyote viliathiriwa
sababu giza liliingia kwenye nafsi, ule ushirika na Mungu katoka. Kwa hata maamuzi ambayo mwanadamu anafanya mengi ni ya kumwangamiza mwenyewe, anafanya kwa kufuata, Biblia inasema kawaida ya ulimwengu huu, kumfuata mkuu wa uwezo wa anga, Shetani. Kusema Wakorintho wa pili 4:4. Labda nikuulize swali hili wakati tunaenda kumalizia. Je, umemwamini Yesu? Umemfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Yeye ndio awe kiongozi wa nafsi yako unapofanya maamuzi ya maisha. Yeye ndio awe mshauri mkuu. Neno lako ndio liwe kiongozi. Ama umeamua kuzitumainia hizo akili zako na hizo hisia zako na huo utashi wako, hiyo nafsi yako ndio umeamua kuitumaini ikuongoze katika maisha? Unajiona labda una akili sana, ama unaziamini sana hisia zako. Biblia inasema moyo mdanganyifu kuliko chochote. Moyo, nafsi, moyo una ugonjwa wa kufisha. Sasa moyo mdanganyifu, yani kuna jambo ambalo unaweza kukosa, yani hapa ninachofanya hiki ni sahihi kabisa, kumbe ni unadanganywa na nafsi yako, moyo wako unadanganywa. Kabisa, yani nifanye maamuzi haya sasa hivi, lakini baada ya wiki moja ile maamuzi yanakuwa ni tanzi kwenye maisha yako. Unasema ni heri nisingefanya, ni heri nisingeenda, ni heri nisinge. Moyo mdanganyifu. Lakini unapomwamini Yesu na kuamua kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuishi na kufuata sawasawa na neno la Mungu likuongoze kama nuru, ile nuru inaenda kuangaza gizani ndani ya nafsi yako, ndani ya akili zako zinaangazwa nuru, zinatiwa nuru kuweza kuona na kujua mapenzi ya Mungu, Mungu anavyotaka tuishi, Mungu anavyotaka kutuenende katika eneo la maisha yangu. Nifanye maamuzi haya, hizi hisia zangu ni zinasema hivi, lakini mimi nafuata neno, mimi nafuata kile ambacho kinasemwa na kinasema kwenye neno la Mungu. Ndio usalama wako. Ukiongozwa kwa kufuata akili zako hizo, hisia zako hizo, huo utashi wako, kufuata nafsi yako inavyosema, huwezi ukampendeza Mungu. Lazima ukubali kumwamini Yesu, nafsi yako ifanywe upya kwa Roho. Neno la Mungu kubali liwe ndio kiongozi kwenye maisha yako ya kila siku. Kwenye maamuzi yako ya maisha ya kila siku, mshirikishe Mungu, mshirikishe Roho Mtakatifu. Hapa nina maamuzi haya, nifanyeje? Usijiendelee tu kwenye maisha, utakwama. Kuna mambo ambayo unaona linaonekana jambo jema, maamuzi mema, lakini mwisho wake ni uangamivu, maangamizi. Mungu akubariki sana. Kama umefanikiwa kusikiliza ujumbe huu ama mafundisho ya mwanzo mpaka mwisho, leo tulikuwa tunaangalia kuhusu utendaji wa nafsi, na tukaona nafsi inajidhihirisha kiutendaji katika maeneo takriban 3 au zaidi, lakini sisi tumetazama 3 kutoka kwenye neno la Mungu, ambapo ni eneo la kihisia, akili, lakini pia kwenye eneo la utashi, amania, sehemu ya kufanya maamuzi na kuchagua. Ni mfululizo wa masomo tunazungumza kuhusu nafsi. Somo la kwanza lilikuwa tunajiuliza mwanadamu ni nani,
na somo la pili tunaangalia kuhusu utendaji kazi wa nafsi. Naamini Mungu amekubariki na kuna kitu ambacho umekipata na kitenda kujenga na kukusaidia katika maisha yako kila siku. Nakupenda sana. Amen, amen, amen.